Baada ya shukrani kwa Mungu, niwapongeze mlio hapa leo na mmeapa kubeba dhamana mlizopewa hapa leo, na naomba mkaithibitishe imani ile mlioapia hapa kwa kufanya kazi kwa bidii na uadilifu na kuleta matokeo yanayoonekana kwa wananchi. Nafasi mlizopewa leo au heshima hii sio cheo tu kwamba mmebeba vyeo, lakini ni dhamana ambayo inatakiwa ikafanyiwe kazi. Mna bahati kwamba mmeapa leo na mnaanza kazi leo, siku ambayo tunaanza utekelezaji wa dira yetu ya miaka 5, dira ya maendeleo ya miaka 25 ijayo ya 2025. Kwa hiyo mjue kwamba mnaingia si kwenda kupumzika kwamba nimepata cheo ngoja ni relax. Mnaingia kwenye mchaka wa kweli kweli, sababu dira hii lazima tuitekeleze kwa kasi. Nikianza na ndugu yangu Grace Magembe, tumeamua kukupandisha kwa katibu mkuu wa wizara hii. Karibu tu. Tunajua kwamba professionally wewe ni mtu wa afya, lakini umekuwa hatua kwa hatua kwenye wizara hii. Tulikupeleka TAMISEMI kama naibu katibu mkuu kishughulikia sekta hii. Tumekutoa TAMISEMI ukawa mganga mkuu wa serikali. Jukumu kubwa limekupa even uwezo zaidi wa kujua wizara kwa vizuri, changamoto zake, mafanikio yake. Umekutana na wataalamu wenzio ndani ya sekta, unawajua vizuri, na sasa unakwenda kuwa katibu mkuu. Imani yangu ni kwamba utakwenda kufanya kazi na kutoa ushirikiano mkubwa kwa utakao wakuta pale. Ninyi madaktari mna mambo yenu, mnajuana kule. Madaktari wakikukataa hutaweza kufanya kazi. Sana wewe ni daktari, nenda kafanye na madaktari wenzio. Kazi niliyokupa ni administration, ingawa wewe ni daktari, lakini uzoefu uliopata TAMISEMI na kwengineko, nina imani utaweza kuifanya kazi hii. Unakwenda kuanza kazi ikiwa ndo kwanza tumepitisha budget, na kama unavyojua budget siku zote huwa haitoshi kulingana na vipaumbele vya wizara. Kwa hiyo unavijua vizuri vipaumbele vya wizara, unajua changamoto za wizara. Nenda katumie budget hii kwa uangalifu, lakini tupate matokeo makubwa na kwa speed. Lakini kwa namna ya kipekee tumeamua kuwa na utoshelevu wa madawa na vifaa tiba angalau kwa 60% itakapofika 2030. Na najua kuna interest kubwa sasa hivi, watu wanakuja. Sasa nendeni kalifanyeni kazi hilo vizuri. Wakaribisheni wawekezaji, waweke viwanda, anayetaka vifaa tiba, anayetaka madawa, lakini kwa quality, sio tu waje. Jambo kubwa ni vaccines za watoto au vaccines za maradhi mengine, na hiyo itatusaidia mbele huko kulinda pesa yetu, badala ya kila mwaka kutoa pesa kununua. Wakizalisha hapa itatusaidia kulinda fedha yetu, lakini ukaribu access ya kupata chanjo, madawa na vifaa tiba. Kwa hiyo una jukumu kubwa ndugu yangu, nenda kafanye wajibu wako. Takuwa karibu kukupa ushirikiano, lakini kukusukuma pia. Bwana Charles Kadonya, tumekutoa ulikokuwa kule, ukuleta wizarani, tukijua kwamba kwa muda mrefu na katika ngazi mbali umefanya kazi kwenye East African Community. Unaijua jumuiya vizuri mno, na kwa kiasi kikubwa mambo mengi ya Tanzania ndani ya jumuiya ulikuwa unatusaidia. Kwa unasaidia kusukuma, ulikuwa unatupa taarifa za mapema, na tulikuwa tukifanya kazi karibu nawe. Aliyekwenda kuwa katibu mkuu wa jumuiya unamjua vyema, mmefanya kazi vizuri kwa pamoja ndani ya jumuiya. Sasa nenda kamsaidie. Nafasi aliyoondoka ndio nimekuweka wewe, na yeye amepanda kwenye jumuiya. Kafanyeni kazi kwa pamoja, kamsaidie. Interest za Tanzania ndani ya jumuiya mkazilinde vyema, lakini mhakikishe jumuiya nayo inakwenda vizuri.
Kwa hiyo nina matumaini nawe, usende kuniangusha. Bwana Jacob Nkosolo Kipanda, katibu wa Tume ya watumishi wa umma. Huku kuna kazi kidogo, kuna mashauri ya watumishi, kuna malalamiko, kuna migogoro. Sasa kinachotakiwa pale ni uadilifu, kusimama kwenye misingi ya haki. Hakikisha tume yako inatoa maamuzi kwa misingi ya haki. Aliyefanya makosa ahukumiwe kwa makosa yake, ambaye hakufanya makosa basi tumesimame katikati. Nashukuru kwamba katika taarifa ninazozipata na baada ya kazi yenu, rais anatakiwa kusaini kwamba amekubaliana na maamuzi yenu. Kuna mengi yanakuja kwamba hapa tume ilikuwa bias au haikutoa uamuzi wa kweli au. Kwa hiyo nenda kasimame sasa, kaisimamie tume itende haki, iondoshe malalamiko kwa watumishi, lakini pia migogoro. Ndani ya taasisi zetu hizi kuna mambo mengi. Mtumishi anaweza akahukumiwa kwa chuki tu, kwa tatizo dogo tu, lakini akapewa hukumu kubwa. Kwa nenda kawasaidie tume, msimame kwenye haki, na kutakia kila la kheri. Nirejee tena kuwapongeza na nirejee kusema cheo ni dhamana. Tunahitaji mengi, tunatarajia mengi matokeo kutoka kwenu. Mungu akawasaidie. Hongereni na watakia kazi njema. Asante sana. Asante. Na Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako naomba tufanye maandalizi ya kupiga picha hapo nje.